Changamoto ya kukatika umeme wilayani Handeni inatokana na uchakavu wa miundombinu ya kusambaza umeme pamoja na urefu wa njia kusambaza umeme. Katika kukabiliana na changamoto hii, serikali kupitia TANESCO inaendelea na ukarabati wa miundombinu ya umeme ikiwa ni pamoja na kubadilisha nguzo za miti na kuweka za zege. Aidha, serikali kupitia mradi wa gridi imara inaendelea na ujenzi wa kituo cha kupoza umeme cha Mkata Handeni, ambapo kwa sasa mkandarasi yupo kwenye hatua za awali za ujenzi. Aidha, ujenzi wa kituo cha kupoza umeme cha Kilindi umefikia 35% na ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kilovolt 132 kutoka Mkata Handeni hadi Kilindi umefikia 30%. Kukamilika kwa kazi hizi kutawezesha kuondoa kero sugu ya kukatika umeme Handeni mjini. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, lakini nayo maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, ujenzi huu wa vituo vya kupoza umeme katika eneo la Mkata Handeni, lakini Lushoto na Kilindi ni muhimu sana kwa ajili ya kuboresha upatikanaji wa umeme katika mkoa wa Tanga. Lakini miradi hii inaenda kwa kusuasua sana. Je, serikali iko tayari kuharakisha upatikanaji wa fedha ili miradi hii ikamilike kwa wakati? Lakini swali la pili, njia ya kusafirisha umeme kutoka kituo cha Mkata hadi Kilindi inasuasua kutokana na changamoto ya fidia. Ni kwamba wananchi wale ambao wamepisha eneo la mradi bado hawajapata fidia. Je, serikali iko tayari sasa kutoa fidia ili mradi huu ukamilike kwa wakati? Nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa maswali mawili ambayo ameniuliza ambayo ni mazuri. Kuhusiana na kuharakisha ujenzi wa vituo vya kupoza umeme vya Mkata Handeni, Lushoto pamoja na Kilindi. Mheshimiwa Naibu Spika, tayari wenzetu wa Wizara ya Fedha wametuhakikishia watawalipa wakandarasi hawa kwa wakati ili kufanya ujenzi wa vituo hivi vya kupoza umeme uweze kuenda kwa kasi ili wananchi wa mkoa wa Tanga waweze kunufaika. Na cha Lushoto ni mradi wa Kasiga Lushoto, ambapo patajengwa njia ya kusafirisha umeme pamoja na kituo cha kupoza umeme, na tayari tumewasiliana na wenzetu wa Wizara ya Fedha na wametuhakikishia watatupatia fedha kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa vituo hivi vya kupoza umeme na njia ya kusafirisha umeme ya Kasiga Lushoto. Kuhusiana na swali la pili la fidia ya wananchi ya kujenga njia ya kusafirisha umeme kutoka Mkata Handeni mpaka Kilindi ni takriban bilioni 2.63, na tumeshawasiliana na wenzetu wa Wizara ya Fedha na wametuhakikishia watalipa fidia hii, kwa sababu ile ya kituo cha kupoza umeme cha Mkata Handeni tayari imelipwa. Kwa tuna uhakika na hii pia italipwa kwa ajili ya kuharakisha ujenzi huu wa njia hii ya kusafirisha umeme ambayo ni muhimu sana kwa maeneo ya Mkata Handeni pamoja na Kilindi.